Akiba ya mafuta mabaya inaweza kuonekana kwa macho au inaweza ikawa imejificha katika viungo vya mwili, maini, figo na moyo. Ndio somo letu la leo. Leo tunaenda kujifunza kuhusu kongosho na homoni inayochovya na kongosho, homoni ya insulini. Haka ka organ kanaitwa kongosho, kana uzito unaokadiriwa gramu 1 mpaka 2. Ndiko kanako kufanya ufurahie juisi, soda, embe, ugali, wali, ndizi na vitu vyote vya sukari unavyokula mpaka unagalagala. Kongosho ni organi ya tumboni. Kazi yake kubwa huchovya maji ambayo yanasaidia kumeng'enya vyakula vya protini, mafuta na wanga. Halafu pia hutengeneza homoni ya insulin. Homoni hii inapotengenezwa ndio inaenda kusaidia mwili au seli zako za mwili ziweze kufyonza sukari. Bila hii homoni huwezi kutumia sukari ipasavyo. Kumbuka lile swali la form 2 mwalimu wa biolojia alikuwa anauliza hivi: endapo tukifunga huu mlija unaoleta juisi yenye pancreatic enzyme, je, tunaweza kuathiri uwezo wa mwili kutumia sukari? Hauwezi kuathiri uwezo wa mwili kutumia sukari endapo ukifunga ule mlija unaoleta maji yenye vimeng'enya chakula, kwa sababu homoni yenyewe huwa haisafirishwi kwenye ule mlija. Homoni husafirishwa na damu. Umenielewa? Tujikumbushe anatomy and physiology, namna kongosho lilivyo na namna linavyofanya kazi. Kongosho linakadiriwa kuwa na uzito wa gramu 1 mpaka gramu 2. Ni sawa na uzito wa vidonge 2 mpaka 4 vya Panado. Halafu hutengeneza digestive juice, juisi ambayo inasaidia kumeng'enya vyakula ambavyo ni wanga, mafuta na protein. Halafu pia hutengeneza hormones ambazo tutaziona hivi punde. Pia kongosho lina jumla ya takribani seli 700,000 mpaka 1,000,000. Seli hizi zinaitwa isolates of Langerhans. Yaani hawa wataalamu wagunduzi wanatuchosha sisi, ndo wanaandika majina magumu hivi, usihangaike kulikalili. We tambua tu kwamba zile seli ambazo zinatengeneza hormones zimegawanyika katika makundi tofauti tofauti, na hizo seli kwa pamoja zinaitwa isolates of Langerhans. Sasa ziko katika makundi haya. Tuna alpha cell ambazo hutengeneza homoni inaitwa glucagon. Tuna beta cells ambazo zinatengeneza homoni ya insulini. Tuna D cell ambazo zinatengeneza homoni inaitwa somatostatin. Kuna PPP cell ambayo inatengeneza pancreatic polypeptide. Hizi ni aina ya seli na homoni zake zinazochovywa. Hivyo basi ni muhimu sana kujua homoni ya insulin, homoni ya glucagon, homoni ya somatostatin na hii pancreatic polypeptide inatengenezwa na aina gani za seli. Rudia ili kujikumbusha. Kongosho huzalisha unit 40 mpaka 50 za insulin katika masaa 24. Units ni nini? Kumbuka, DAWASA wanapokuja kusoma mita yako ya maji wanaona umetumia uniti ngapi za maji. Hivyo hivyo kongosho huwa linatema maji yaitwayo insulini. Hii ni kemikali ya kibiolojia ambayo inapomwagwa na kusafirishwa moja kwa moja kupitia mfereji ambayo inaitwa mishipa ya damu, hupelekwa sehemu ambayo imekusudiwa. Kumbuka, homoni ni specific. Homoni ya insulini huenda moja kwa moja kwenda kuzielekeza seli zako za mwili ziweze kutumia sukari, yani glucose. Seli nyingi katika mwili wa binadamu hutegemea homoni ya insulini ili ziweze kufyonza sukari, isipokuwa ubongo. Unapokuwa umefunga au hujala muda mrefu, kongosho hutema homoni ya insulini kidogo sana ili kuhakikisha kwamba kiasi cha sukari kinabaki katika kiwango ambacho kinashauriwa kiafya. Tuliona kwamba sukari inatakiwa isome 4.4 mpaka 5.6 millimole per liter. Hicho kiwango cha homoni ya insulin huitwa basal insulin, huchovyo wakati hujala kitu chochote. Kiwango hichi tunakiita pia ni maintenance. Mara tu baada ya kula wali na juisi, kongosho huona ya kwamba nimeingiziwa mzigo mkubwa wa sukari. Hivyo kongosho huanza kupambana na hicho kiwango ili kiweze kushuka katika kiwango ambacho kinashauriwa ndani ya nusu saa na isizidi masaa 2. Kiwango hicho cha homoni ya insulin kinaitwa stimulated insulin. Ni kiwango kingi cha homoni ya insulin baada ya kupiga msosi wenye sukari nyingi. Unaona kwamba hiki ni kiwango kinaitwa basal insulin na hiki kiwango kinaitwa bolus insulin. Hiki ni kiwango ambacho kinahangaika
kuhakikisha kwamba sukari inarudi katika kiwango kinachotakiwa. Tutaona huko baadaye kwa namna ipi. Lakini swali la kujiuliza, kama hujala kitu chochote, uko katika funga, kwa nini kongosho linaendelea kutema homoni ya insulin lakini katika kiwango kidogo ambayo inaitwa basal insulin? Mungu fundi, kuna vyanzo vingine vya sukari ndani ya mwili mbali na chakula unachokula. Tutaona hapo baadaye, usitoke katika hii video. Tuna vyanzo viwili vya sukari: sukari kutoka kwenye chakula na sukari inayozalishwa na ini. Chakula hututengenezea sukari, ini huzalisha pia sukari. Ini huwa linachukua wajibu wa kuzalisha sukari pale unapokuwa haujala chakula muda mrefu. Unaweza kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma bila kula chakula na usife. Unaweza ukafanya mfungo bila kula chochote kwa siku 3 na zaidi bila kufa, kwa sababu ini linachukua wajibu wa kuzalisha sukari, na hiyo sukari ndio inayoendesha mwili. Ni takriban gramu 200 za sukari huzalishwa pale mwili unapokuwa uko kwenye mfungo, yani hujala kitu chochote. Hivyo basi huzalisha kupitia vitendo viwili. Glycogenolysis ni kitendo cha kuvunjavunja ile akiba ya sukari katika mfumo wa glycogen, na gluconeogenesis ni kitendo cha kutengeneza sukari mpya kwa kutumia vyanzo vingine, kwa mfano protein, glycol na lactate. Twende mchaka. Kiasi cha homoni ya insulin ambacho hutemwa na kongosho kwa siku tumeona ni unit 40 mpaka 50, na kiasi cha homoni ya insulin endapo unapokuwa katika mfungo kwa muda mrefu inatakiwa kusoma 10 microunit per ml, na unapokula homoni ya insulin huzidishwa utemwaji wake zaidi ya mara 10 ya kiwango ambacho ni baseline. Microunit 10 hupanda mpaka microunit 100 per ml. Sasa tunaweza tukabadilisha hizi microunit per ml ziende kwenye unit. Formula ni kwamba unit moja ni sawa na microunit milioni 1. Tukifanya mahesabu yetu tuka cross multiplication na kugawanya, tutakuwa na hiki kiwango. Hivyo basi tukienda katika lita moja tutapata unit 0.01 katika lita moja, na katika lita 5 tutapata unit 0.05. Sasa endapo unapokula chakula chenye sukari, pale mwili unapopambana ili kuweza kushusha sukari, uwezo wa kongosho hutoka uniti hizi hapa katika 5 lita mpaka uniti 0.5 katika lita 5 za damu. Ukiwa na sukari nyingi na sukari kagoma kushuka kwa kutumia vidonge, daktari huamua kukuandikia insulini katika mfumo wa uniti, na dozi ya chini huwa ni 0.5 units mpaka 0.9 units katika kila kilo yako moja. Tukiona dozi ya chini, ukiwa na kilo 60 utapata uniti 30 katika masaa 24, na kama dozi ya juu ikiwa ni 0.9 ukiwa na kilo 60 utapata uniti 54. Ina maana kwamba wewe tutakuwa tunaongeza dozi kulingana na ambavyo mwili wako haurespondi. Kama una respondi haraka, maana yake mwili wako unahitaji insulini ya nyongeza kidogo sana. Kongosho lisipotema insulin au utendaji kazi wa insulin ukipata hitilafu katika seli, kinachotokea ni kwamba seli za misuli hazitapokea sukari, seli za ini hazitapokea sukari, seli zinazopokea sukari na kuhifadhi sukari katika mfumo wa mafuta hazitapokea sukari, lakini ubongo utaendelea kupokea sukari, kwa sababu ubongo hauhitaji homoni ya insulini ili ubongo uweze kufyonza sukari. Ashumu unahitajika kituo cha Central. Ili uweze kwenda pale inatakiwa uletewe barua ya wito. Kuna mtu ataleta barua ya wito mpaka ikufikie. Ile barua itakuwa imebeba ujumbe. Sasa kituo cha polisi ni kongosho, yule aliyeleta barua ni insulini, na ule ujumbe uliobeba unaitwa signal. Sasa twende hivi. Kwa hiyo homoni ya insulini ni sawa na messenger, analeta ujumbe. Ujumbe huu unakuja kutafsiriwa na seli za mwili. Baada tu ya insulini kugota katika ukuta wa seli, hupokelewa na receptor, na hapo ndipo huruhusu sukari iweze kuingia kwa kufungua mageti ya sukari. Ile signal ya insulini iliyobebwa hupokelewa na seli, kisha seli zinaitika
kwa kufyonza sukari. Seli hizo ambazo zina mwitikio mzuri tunaziita insulin sensitive cell. Ni seli nzima zina mwitikio wa haraka. Lakini zile seli ambazo mbali na kwamba insulin iko katika ukuta wa seli, hizi seli haziitikii, maana yake hazipokei sukari. Seli hizo tunazisema ni insulin resistant cell. Maana yake ni seli ambazo zimeonesha uchakavu kiasi kwamba haziwezi kusikia au kupokea ujumbe ulioletwa na messenger ambaye anaitwa insulini. Matokeo yake ni kwamba mbali na kwamba kongosho litaendelea kustruggle kumwaga insulini nyingi, sukari haiwezi kuingia ndani ya seli. Matokeo yake mengine ni kwamba sukari inakuwa nyingi katika damu, insulini inakuwa nyingi katika damu, lakini ndani ya seli hakuna sukari. Wale wenye kiburi cha afya njema anakwambia kwani wewe utaishi milele. Mwambie hivi, insulin resistance hujitengeneza kwa miaka 5 mpaka 10, ndipo uchakavu unaoleta ugonjwa wa kisukari hutokea. Iko hivi, ulaji wa sukari nyingi kupindukia, uzito mkubwa uliokithiri na kitambi, mwili kuwa katika msongo wa sumu katika damu oxidative stress, unywaji wa pombe kupindukia, mwili kuwa katika msongo wa metali nzito. Hayo ni mambo ambayo huchakaza seli zako za mwili na kusababisha mwili wako ushindwe kutumia sukari ipasavyo. Insulini ikiwa inafanya kazi vizuri, uchukua sukari na kuipeleka katika seli na kuzielekeza seli ziweze kutumia sukari. Ile sukari ya ziada inayobaki huhifadhiwa katika mfumo wa glycogen na katika mfumo wa mafuta. Sukari huhifadhiwa katika mfumo wa mafuta ndani ya seli, tunaita intracellular fats. Sasa iko hivi, hii ni seli moja, inakuwa inapokea mafuta, inaongezeka ukubwa. Kitendo hicho tunaita hypertrophy. Hypertrophy ni ile hali seli yako ya mwili inakuwa inafyonza mafuta na kuongezeka ukubwa, ndio tunaita hypertrophy. Lakini kuna mtu mwingine seli zinazopokea mafuta zinakuwa zinaongezeka idadi, hali hiyo tunaita hyperplasia. Vyote hivi vitu viwili vinaongeza fat mass, akiba ya mafuta katika mwili wako. Sasa mafuta yakishajaa ndani ya seli, sehemu ambazo zinapokea mafuta, yale mafuta yanapelekwa wapi? Yanapelekwa chini ya ngozi, yanapelekwa juu ya figo, juu ya moyo, juu ya ini. Hapo ndipo tunasema una mafuta kwenye ini, una mafuta kwenye moyo, una mafuta kwenye figo. Ndio maana sasa tunakushauri ya kwamba usijitazame tu wewe ni mwembamba kwa muonekano. Yaweza kuwa una mafuta yametapakaa katika viungo vyako vya ndani. Ndio maana wengi huniuliza DM, daktari, mbona mimi ni mwembamba, inakuwaje nina mafuta kwenye ini, kwenye figo, kwenye moyo? Ni kwa sababu hii mafuta yameshajaa ndani ya seli, hivyo yameanza kutapakazwa katika viungo vyako vya mwili. Ujumbe wangu ni kwamba matumizi mabaya ya sukari si mazuri. Sukari ya ziada yote unayoweka katika mwili huenda kubadilishwa kuwa mafuta. Mafuta yaliyohifadhiwa ndani ya seli za mwili huwezi ukayaona kwa macho. Mafuta yaliyohifadhiwa katika ini, katika figo huwezi ukayaona kwa macho. Mafuta unayoyaona kwa macho ni yale yaliyohifadhiwa chini ya ngozi, yanayokutengenezea kitambi na nyama uzembe zinazokukela katika mavazi, katika kioo. Insulin resistance ambayo ndo uchakavu wa seli zako za mwili, kwa sababu ya mtindo wako wa maisha huwezi ukaona hili jambo kwa macho. Utakuwa unashangaa tu magonjwa yanabebana. Tunaona wanawake wengi wakiwa wanasumbuka na ugumba, wanaume upungufu wa nguvu za kiume, nikwambie maradhi ya moyo, shinikizo la juu la damu. Hayo yote yanasababishwa na insulin resistance, na wengine hali hii imewahatarisha kupata kisukari, kansa na maradhi sugu mengi sana. Wembamba si ishara ya afya njema. Unaweza ukawa mwembamba lakini ukapata insulin resistance na mwili wako ukajawa chungu nzima ya maradhi sugu yanayotokana na lishe. Usimpime mtu afya njema kwa macho. Seli hutumia insulini ili kuweza
kufyonza sukari, lakini seli zako za mwili hazihitaji insulini ili kuweza kutumia chakula cha mafuta. Hii ndo habari njema. Mungu fundi. Ulishangazwa kuambiwa una mafuta katika ini wakati wewe ni mwembamba. Hii ndo elimu ulikosa. Share video hii na watu wengi zaidi wapate kuelimika. Nimekuwekea linki katika bio yangu hapa Instagram ya Meal Plans, namna ya kuondoa madhara ya vyakula vibaya ulivyokula miaka yote. Usisahau kuandika hapo comment chini. Save video hii kwa matumizi ya baadaye.